Ukisoma katika kitabu cha Joeli, tuanzie mstari wa kwanza. Bible inasema kwa mstari wa kwanza, pigeni tarumbeta katika Zayuni, pigeni na kelele katika mahali, katika mlima wangu mtakatifu. Wenyeji wote wa nchi na watetemeke, kwa maana siku ya Bwana inakuja, kwa sababu inakaribia. Amen. Siku ya giza na huzuni, siku ya mawingu na giza kuu, kama mapambazuko yakitandazwa juu ya mlima. Hao ni wakuu tena wenye nguvu, mfano wao wala hautakuweko baada yao, hata katika miaka ya vizazi vingi. Moto unaouguza vikali mbele yao, na nyuma yao miali ya moto inateketeza hiyo nchi inayofanana na bustani ya Edeni mbele yao, na nyuma yao imekuwa jangwa tupu. Naam, hakuna aliyeokoka asipatikane. Kuonekana kwao ni kama kuonekana kwa farasi, na kama wapanda farasi ndivyo wanavyopiga mbio. Endelea. Kama juu ya vilele vya mlima, ndivyo warukavyo kama mshindo wa miali ya moto iuguzayo mapua makafu, kama mashujaa waliopangwa tayari kwa vita. Tuendelee. Mbele yao nyuso zote zimegeuka kuwa nyeupe kwa hofu. Hupanda ukuta kama watu wa vita, nao huendelea mbele kila moja katika njia zake, wala hapatoshi safu zao. Endelea. Wala hapana mmoja amsukumaye mwenzake, huendelea mbele kila moja katika njia zake. Hujifanyia njia kwa nguvu kati ya silaha, wala kuifuata njia yao. Endelea. Huruka mji, hupiga mbio juu ya, hupanda na kuingia ndani ya nyumba, huingia madirishani kama aeng'avyo mwezi. Endelea. Nchi itetemeke mbele yao, mbingu zinatetemeka, jua na mwezi utiwa giza, na nyota huacha kuwa. Naye Bwana anatoa sauti yake mbele ya jeshi lake, maana matuio yake ni makubwa sana. Kwa maana yeye ni hodari, atekelezaye neno lake. Kwa kuwa siku ya Bwana ni kuu, yenye kutisha sana, naye ni nani awezaye kustahimili? My goodness. Lakini sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa fungu, na kwa kulia, na kwa kuomboleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Uliza jirani, uko kanisani ama bado kichwa iko nyumbani? Uliza hivyo. How many are here together with me this morning? Praise God. I said, how many are here together with me this morning? You are here, you are everything, your heart, your mind, your body. You know, some of you have your body, but I don't have your mind. So you have to come back
so that you can get what the Lord has put in my spirit for you. Hallelujah. Mstari wa 13. Rarueni mioyo yenu wala si mafasi yenu, mkanirudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, si mwingi, ni mwingi wa rehema, hugairi kuadhibu ama hugairi mabaya. Haleluya. Tusome tena, turudie tena hapo. Rarueni mioyo yenu, kwa maneno mengine mfungue mioyo yenu. Now we have to pray for our country, and when we talk of our country we are talking about ourselves, because without us hakuna nchi. We are the people and we are the country. Bwana tukuzwe sana. Sisi ndio taifa, kwa sababu taifa ni sisi. Bila watu inchi sio inchi. Mwezi inaitwa mwezi na inchi ambayo ni inchi ukiwa ya mlima na mawe, na kwa sababu haina watu ndio manake haina uvuto. Lakini dunia hii ni dunia inayopendwa na ina uvuto na ina kila kitu, kwa sababu watu wako. Sasa nchi yetu ya Kenya ni nchi kwa sababu sisi tuko. So when we talk about watu wamrudie Mungu, tunaposema kwamba tubebe mzigo wa taifa, na tunapofuata kile Mungu anasema kwa ajili ya nchi, tunasema kile Mungu anasema kwa ajili yetu. Bwana asifiwe sana. Wakati Mungu anasema munirudie, wakati Mungu anasema njooni kwangu, kwa sababu anajua kuna vitu haiwezekani patikane mkiwa mbali na yeye. Ukiwa mbali na Mungu kuna vitu hautawaipata, na ukitembea na Mungu kuna vitu zitatembea na wewe, haiwezi achana na wewe, kwa sababu Mungu na vitu zake huambatana. Pastor is like you're talking like the person who is talking to sinners. I'm talking to righteous people. I'm talking to born again brothers and sisters. Sinners hawakuji kanisani mapema, wanakujanga saa 7. Watoe sadaka, waendelee na maisha yao. Lakini hii asubuhi ni watu wameokoka. Geukia mtu mwambie God is talking to you. Geukia mwingine mwambie God is talking to you as a righteous person and a man of God. Praise the name of Jesus. Mnyosha mkono, sema Bwana nipatie ufunuo wa maneno haya. Hata ukikosea, unapomrudia Mungu katika maombi na kufunga, unapomkosea anagairi kuharibu. Ni kama sasa mtoto wangu huyu akinikosea, na kuja kwangu aseme dad I did it very wrong and sorry, unafikiri nitamvuza? Will I ignore him? Why? Because ameomba msamaha na ni mtoto wangu. The children of Israel katika muda ama katika miaka ya ndugu Joel the prophet, watu waliondokea Mungu, watu walijipenda nafsini mwao, wakaacha kufanya kile Mungu anawaambia wafanye. Lakini kwa sababu Mungu anataka kuwaleta katika njia yake, akawaita na akawapitia njia moja tu, njia ya kutubu, njia ya kumrudia Bwana. Let me tell you, a good man of God, na sijitetei, a good man of God is a man of God who will help you to see God. If I help you to see me as your pastor, I'm taking you nowhere. But if I help you to see God,
Hata usipokuwa na mimi mahali kwenye shughuli zako na uko na Mungu utatoboa. Haitawezekana uendelee kuwa mtu wa kawaida forever. Na ninapoongea juu yako, ninaongea juu ya Kenya, juu ya nchi hii. Haitawezekana tuendelee kuwa watu wa kawaida forever. Hatutakuwa watu wa vita, watu wa kabila miaka yote. Lazima tutoke kwa hapo. Nimesema lazima tutoke hapo. Lazima tutoke hapo. Na nchi hii lazima ifike mahali ambapo nikikupatia jina yangu ya kwanza unatosheka. Rarueni mioyo yenu wala sio nini? Mafasi yenu. Mstari wa 14. Ni nani ajuaye kwamba atarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake? Naam, sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu. Inatokana na wapi? Inatokana na mstari wa 12. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Kuomboleza ni ile kujuta, kugairi. Kwa nini? Kuomboleza itokani tu na watu wanaokufa. Mstari wa 13. Rarueni mioyo yenu wala si mafasi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi. The next verse. Nani ajuaye mkitubu, mukirarua mioyo yenu, mukimrudia Bwana, mukiwacha njia zenu mbaya, mfate Bwana na mfuate kulingana na mapenzi yake. Nani ajuaye tukifanya hivyo hata tuachia baraka? We are following God and we are seeking God because we need blessings. Tuendelee. Sadaka ya unga, sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu. Mstari huyo mwingine 15. Pigeni tarumbeta katika Zayoni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu. Na alafu sana nasema kwamba kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa. Bwana harusi na atoke chumbani mwake, na bibi harusi wakuwe part ya mwito wa Bwana yenye Mungu anaitana. Anasema hata wazee. So Mungu anasema kwamba unajua mimi ni mzee, nikifunga naanza kusikia midungo. Anasema wazee. Anasema mpaka watoto wale wananyonya. Ikifika ni wakati wa kufunga is fasting. Hallelujah. Geogea mtu mwambie utafast wewe. Acha maneno yako. Mwambie utafast. Praise the name of Jesus. Kusanyikeni watu. Litakaseni kusanyiko. Kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa. Bwana harusi na bibi harusi pia watoke kwa nyumbani mwao. So Bible inasema kwamba mtu atoke hata mwenye wako amefanya harusi atoke. Okay, mstari mwingine. Hao makuhani wahudumu wa Bwana na walie katika patakatifu na madhabahu na waseme, waachilie watu wako e Bwana, wala usiotoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yao. Kwa nini waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Endelea. Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Alipoona wivu juu ya nchi yake, akafanya nini? Akahurumia watu wake. Bwana akajibu akawaambia watu wake. Tusome kwa sauti. Tazameni, nitawaletea nafaka na divai na mafuta, nanyi mtashiba kwa vitu hivyo, wala sitawafanya tena kuwa aibu kati ya mataifa. Haleluya.
Hayo ni matokeo ya watu kukubaliana kufunga na kuomba na kurarua mioyo yao na kumrudia Mungu. Wewe ukafunga na kuomba kama moyo wako hauko tayari kuachilia vyote. Mtu wa kufunga ni mtu ameamua mambo kadhaa yenye nitawaambia leo. So Mungu akawaambia wa Israel kupitia nabii Joeli, bring all these people together, put them together. Wale wananyonya leo walete watoto wao, wale watoto wadogo waletwe, wale wenye wako kwa machumba wakuje. Wakishakuja watakase kusanyiko, waanze kufunga na kuomba. Wafunge na waombe, wafunge na waombe, wafunge na waombe. Wakishafunga na kuomba, yawezekana Mungu ataachia baraka. Sasa baada hiyo anasema ya kwamba baada ya watu kuomba wakiongozwa na wahudumu wao, sio wakiongozwa na wazee wa kijiji, wakiongozwa na wahuduma ama makuhani waliopakwa mafuta kwa ajili ya huduma. Ama wapakwa mafuta ni watu waliotengwa kwa ajili ya kuhudumia masuala ya kiroho ama kati ya Mungu na watu. Praise the name of Jesus. Anasema hawa makuhani wasimame kati ya madhabahu na watu na waanze kufanya maombi haya. Wakishafanya hiyo maombi, Bwana akajibu. Baada ya watu kuomba, Mungu anajibu. Hakuna majibu watu wasipolilia Mungu. If you don't pray, if you don't ask, nobody will answer. That's why Jesus anasema in Matthew chapter 7, all of us we know. Anasema ndivyo Bwana akajibu. Mungu akajibu. Baada ya watu kukusanyika na kuomba na kutafuta Mungu, Mungu akajibu. Ninaomba kwa hizi siku 40 Mungu akujibu. Mungu ajibu taifa letu la Kenya. Nguvu za giza zikose mahali katika taifa la Kenya. Roho ya ukabila ikose nafasi katika taifa la Kenya. Nasema roho ya unyanyasaji, roho ya ufisadi, roho ya ukora, roho ya uchawi ichanganyikiwe na ikose mahali pa kukaa Kenya. Praise the name of Jesus. So Mungu anaambia watu kwenye kitabu cha Joel, Bwana akajibu akawaambia watu wagani? Watu wake, wale wanaomtafuta, wale ambayo wako nyumbani mwake wakimfuatilia. Bwana akajibu watu wake, anasema tazameni nitawaletea nafaka. Maneno mengine,